الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kauli iliyo mashuhuri iliyopokewa kutoka kwake, ibara mzuri aloitumia kuyamkua mauti au wasifu bora aloutumia kuyasifu mauti, alinena maneno haya kwamba ni awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Na hii ni ibara, kabla hatujaenda mbele, ni muhimu tusimame nayo kuhusu mauti, kwa sababu yatuelezea mauti ni nini na yatuelezea nyuma ya mauti na mbele ya mauti na mafungamano yaliyoko nyuma ya mauti na yaliyoko mbele ya mauti. Mauti, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ayasifu ni awwalu manzilin, ni mashukio ya kwanza, min manazilil akhira, katika mashukio ya akhira. Yani ulimwengu wa akhira ni ulimwengu una ziwango nao zingi kama ulimwengu wa dunia. Si ulimwengu wa dunia tumenena utaanda ni kijana huyu ikunena utambaye vendre paka usikilie katika ardhalil umr wa man nuammiruhu nunakisuhu. Zile leo waitwa kijana, barobaro, makamu, mzee, mkongwe. Hizi zote ni stage za nini? Za maisha ya duniani. Tutaweza kuziamkua manazilu dunia. Na akhira pia kuna stage zake. Sasa mauti, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema ndiyo awwalu manzilin min manazilil akhira, ndiyo mashukio ya kwanza, stage ya kwanza. Wanazuoni wengine wayaita ni madkhal, wengine wasema ni nafidha, wengine wasema ni babun ila alamil akhira, ni mlango, ni dirisha, ni maingilio. Mtume ayaita ni mashukio ya kwanza ya ulimwengu wa akhira. Hiyo ni ibara ya kwanza ya Mtume. Kisha akanena wa akhiru manzilatin min manazili dunia, na mauti ndiyo mashukio ya mwisho katika mashukio ya ulimwengu wa dunia. Ulimwengu wa dunia waanza kuzaliwa, ukapita daraja zake, ukamalizikia kufa. Kwa hivyo mtu anapokufa
akiangalia nyuma, yani amaliza maisha yake ya nini, ya dunia. Ngela ni vizuri sana jamani, ni hii ibara ya Mtume na napenda kuisisitiza. Ikiwa mtu atakuwa tasawuri yake maisha ya dunia tu, kwa hivyo kufa nini, ni mambo ya maisha. Kwa sababu ukiyapima mauti na maisha ya dunia, hukwambia ni stage ya wapi? Stage ya mwisho, sio? Kama pale uambiwa hapo kwenye basi, sasa hii ndio stage ya mwisho, basi shafika, kwa kila mtu nashuke. Lakini ukizindamato ukaangalia, la, mimi siishi kwa dunia peke yake, ukaangalia na akhira, Mtume akwambia ndo safari huanza sasa. Pale panapomalizika safari ya dunia, ndipo panapoanza safari ya akhira. Haya maneno mazito ya Mtume. Maneno haya yanifanya mimi mwanzo nisimame hapa katika mauti, kwamba mwanadamu uko katika safari mbili. Panapomalizika safari ya kwanza, ndipo panapoanza safari ya pili. Suala, safari hizi mbili ambazo zagawanywa na mauti katikati, zina uhusiano? Kabla hatujaja kwenye mauti ya kumalizia safari ya kuanzia safari nyingine, je, safari hizi mbili zina uhusiano? Kwanza. Pili, nini tofauti ya safari ya kwanza na ya safari ya pili ambayo yagawanywa katikati na mauti? Hapa ndipo mahala muhimu sana tunapoishi tutakatupaone, na maneno haya huzungumzwa mara nyingi, na mimi nimeyazungumza katika minasaba mingi. Amekosea hata kama ataona yeye ndio yuwatumia dini, ndio dini, anaifikiria safari ya akhira husafiriwa bila ya dunia. Amekosea. Na amekosea anaofikiria aweza kusafiri safari ya dunia bila ya nini? Bila ya akhira. Sababu hizi ni safari mbili zenye mshikano, zagawanywa na nini? Na mauti katikati. Lakini ni lazima kwanza uende hapa, uende Mombasa, kisha ndio uende Mombasa uende wapi? Nairobi. Toba nazungumza safari za magari, usitukue mfano kwa dika, utaniambia la taruka kwa ndege moja kwa moja mpaka Nairobi. Mungu hayatuetea barabara nyingi za kwenda. Barabara aliyoichora duniani ni moja tu, siratan mustaqima. Tutakuja inshallah kuizungumza sirata. Na sirata ya akhira huchorwa hapa. Ukifika akhira ukaitembea tu, huizengei. Sasa hizi ni safari mbili, lazima uziunganishe. Hii ni kitu cha kwanza, na ndipo Mwenyezi Mungu akatuambia, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Lazima uishi uzuri katika dunia, ndio upate kutengeneza mazuri katika nini? Katika akhira. Istoshe, riwaya nyingine yatuambia kwamba ad-dunya mazra'atul akhirah. Safari hizi mbili za tofautiana moja, zinazogawanywa na mauti. Kabla ya mauti mambo mengine, baada ya mauti mambo mengine. Kabla ya mauti huwezi kuyapata ya baada ya mauti, na baada ya mauti huwezi kuyapata ya kabla ya mauti. Kwa hivyo ni nafasi hazijirudii, lazima ujue kuzitumia. Kivipi? Hakuna nafasi ya ibada tena na amali baada ya mauti. Baada ya mauti ni result. Hakuna nafasi kabisa hata kuswali raka moja.
hata ya kuita tasbihi moja kuna subhanallah si wakati wake, wala hazikusaidii chochote ukizieta wakati ule. Hayo yote yatakayafanywe kabla ya mauti, lakini wakati tukiwa kabla ya mauti twafanya pia tukumbuke hakuna result. Kwa hivyo mtu asiketi, lakini mimi sura ndo wali, sura ndo na ibada, na fulani sura aloasi na zitimbi hunishinda tu. Mungu haiti dua yake, si result hapa duniani. Hapa duniani dhalimu aweza kuendelea kumuona hufaulu na hushinda, kwa sababu famahilil kafirina amhilhum ruwaida innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida, sio famahilil kafirina. Au katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Kwa hivyo usipime duniani ukamwona mtu ufaulu ukanena huyu ni kwa sababu ya kule kujepa kwake, ni kwa sababu ya kule kunyang'anya kwake, onekana basi ya mambo hayana matatizo. Wewe, dunia si mahala pa kulipwa, si mahala pa kulipwa. Dunia ni mahala pa kulima, kuvuna ni akhira. Na ndio Amirul Mu'minin alayhi salam atuambia al-yawmu amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Leo ni kutenda, hakuna natija. Waweza kuwa huswali salatul layli, ukiamka asubuhi huna peni la chai, usinene basi Mungu hanipendi, wataka natija ya swala zako upoe shilingi 100 kunwa chai. Yani hivi ndivyo unavyoipima amali yako kwa Mwenyezi Mungu, yaendeshwa na shilingi 100? Sawa mpaka hapa? Wataka Mwenyezi Mungu akupe mambo ambayo hayadumu hapa duniani, kesho utakufa, watu hayatayapiga kinyang'anyiro. Simandi ya mmoja katika ashaba asema, tulikuwa tutoka kwenye zita na Ali ibn Abi Talib, tulipokuwa turudi Madina tukapita maziara ya Madina. Kama leo yahungia akiwa utangia kwa Shela ama utangia kwa mnazi mmoja, utapitia maziara ya kule ama utapitia maziara ya huku. Wasema akasimama, kulikuwa kuna nguzo akaishika, akaanza kuwa hutubu wale maiti. Hutuba mzuri sana ukisikiza, maneno marefu. Mwisho akawaambia, wake zenu mlowawata huolewa huku, mali yenu mlioyawata huawanywa huku, majumba mlioyajenga ubaki kupitwa tu. Hii ilikuwa nyumba ya marahamu. Sawa mpaka hapa? Haya ndio mambo yastahiki sisi kulipwa amali zetu, yani nyumba, gari, ambao kesho tu sisi tutafinikwa ubao, tutaziwata zote. Sasa tusipimo hivyo, tusiangalie kwamba mimi hufanya ibada, Mungu mbona amenifanya maskini, mbona amenifanya sina kitu. Itakuwa twafikiri makosa kwa zipimo za nini, na twafahamu makosa. Hii mauti sisi twaondoka wapi, twenda wapi? Hivyo al-yawmu amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Kwa
Kwa hivyo tofauti ya kwanza iliyoko kati ya safari ya kabla ya mauti na safari ya baada ya mauti, safari ya kabla ya mauti ni ya kutenda na ya kulima, safari ya baada ya mauti ni ya kuvuna na ya kulipwa, na hakuna nafasi ya kurudi. Hata idha jaa ahadahumul qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mtu atakapokuhudhuriwa na mauti atakuwa hali yake, si lazima anene kwa ulimi, hali yake wamwambia, manaki yale mauti tutasema wakati yakisimama tayari washayaona, hata aliyokafiri ashakiona kiama, ashamuona Mungu. Hata mkanushao Mungu akifika pale huyaona yale mambo sasa ni kweli, na kila kitu akiona. Na kila mmoja katika wale waliokuwa hawakuitumia nafasi hii ya safari ya nyuma huwa wakianda kupitisha khatiri. Manake usinene mbona mmeketi mmemsikiza haneni, lakini fikra zinazopita kwenye akili yake huwa akinena rabbi rji'uni, natamani lau narudishwa, la'alli a'malu salihan, angalau nifanye mawili matatu ya kuweza kunisaidia. Yale yote niloyafanya alikuwa hayana maana, ni wakati umepita kufumba na kufumbua. Lam yalbathu illa ashiyatan au dhuhaha, la'alli a'malu salihan, henda na mimi nikafanya mambo mema, fima taraktu, katika mengi niloyawata. Ajibiwe pale pale, ambiwe kala, hakuna chance hiyo, hakuna. Kwanza na hii nitaka tuelewe, hakuna kurudi safari hii, hakuna kuvundika safari, hakuna gari imepasuka tairi njiani tutasafiri kesho. Ikishakutiwa saini na Mungu, Israeli akitoka ametoka, kitoka ametoka. Aina ma takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Toka ulimwenguni, nenda kaingia kwenye nyota yoyote, au ingia katika nyumba, jenga kuta 7, angalia milango ya Zulekha kwa Nabii Yusuf, Israeli atakusikilia. Walau kuntum fi burujin mushayyada, hakuna nafasi. Sasa hii ni tofauti ya kwanza, huku twatenda huku twalipa. Tofauti ya pili, huku si ya kudumu, huku ya kudumu. Huku ni ulimwengu, hayadumu mambo yake, mazuri yake, mema yake, maovu yake, kila kitu chake hakina dawama. Kanuni ya maisha ya ulimwengu kabla al-maut. Ama baada al-maut, kanuni na uhukumu baada al-maut ni nini? Khalidina fiha. Sawa mpaka hapa? Ni kanunul khulud, kanunul baqa yite. Hakuna nafasi, si ya kufa tu, na kila kitu kiko vile vile, hakibadiliki, barobaro mbarobaro. Mzuri ni mzuri, uzuri utabaki vile vile. Kitamu ni kitamu, kitabaki vile vile nkitamu. Na kiovu pia ni kiovu, na utungu ni utungu. Sasa wakati tunapokuwa kwenye hii safari, tukibreki katika mauti, tunataka tufikire kitu kama hiki. Tunataka ya kupita, tunataka ya daima. Tunataka ya kudumu, tunataka ya kuondoka. Hapa takatauze. Narudi tena kwenye ule mfano wangu. Wewe umeswali, wataka shilingi 100 baina asubuhi mpaka saa 6 itamalizika, au wataka pepo ambayo itabaki daima? Ipi waona yastahiki kulipwa? Sisi tukiangalia maisha namna hii ndio tutaweza kuyafahamu vile yalivyo. Ndugu zangu, mwisho katika tofauti kati ya safari ya kabla ya mauti, niko na maneno ya Mtumi, annal mauta awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Mauti yako kati hapa tuliopo hapa, safari hii ya kwanza, hii nyumba huitwa daru ibtilain,
huitwa daru imtihanin, huitwa daru taklifin wa sharia wa kanun. Hapa ni nyumba ya maondo, ni nyumba ya mitihani, ni nyumba mara kile kimevundika, mara kile kimekatika, mara zimekwenda sawa, mara zimekwenda majongo. Falsafa ya hii nyumba iko hivyo, na sotaka kuishi hivyo agure. Kama simandi ya Amirul Mu'minina mwaka jana, kama mkumbuka, kuna bwana alikwenda kumwambia ya Amirul Mu'minin, ama ni mmoja katika imamu, mimi siwezi kuata madhambi, nimejaribu sana kufanya kuata madhambi na shindwa, hala nitafutia suluhisho. Wakikumbuka hadithi hii, Imam Ali akamwambia, mimi nitakupa moja katika mambo yafuatayo, ukiweza kuyafanya kafanye madhambi namna utakao, nimekupa ruhusa kufanya madhambi lakini ikiwa utaweza kufanya moja katika haya. Ule jamaa kainua mashikio akaona mambo haya, maana yake yuambia kuna zile zipenge sijui na milango ya nyuma na madirisha. Akamuuliza mambo gani? Akamwambia, mwanzo ikiwa utaweza kutoka katika mamlaka ya Mungu fanya utakalo. Ikiwa utaweza kugura uende mahali uhakikishe si pa Mungu, si katika mamlaka ya Mungu, kisha fanya utakalo katika maasi ya firi. Ule bwana sura zikaanza kumbadilika, akaliona ngumu. Akamwambia, basi kwa la pili, kama umeshindwa kutoka katika mamlaka ya Mungu, hakikisha huli riziki ya Mungu wala neema zake, kisha fanya madhambi utakayo. Akamuhisabia, mwisho akiangalia kila mtalialo haliwezekani. Ndio sisi tunasema ikiwa mtu ataka kutasawar maisha haya ya duniani yatakwenda smooth, sema ndio wenye kunena, agure, atafute mahala ambapo si ulimwengu, kwa sababu Qur'ani imetuambia alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Huu hai tuloumbwa nao paka kufa tuko katika balaa. Wa ashaddu nasi balaan, na watu wanaoondwa zaidi al-anbiya'u thumma al-awsiya'u thumma al-awliya'u thumma al-amthal fal-amthal. Na kila aliyoko karibu na Mungu zaidi ndipo mitihani inapozidi zaidi. Mitumi wakafuatia ausia, mawasia wa mitumi, maimamu wakafuatia mawali, kisha na amthal na amthal na amthal paka kushikilia tini. Soma wewe tarikhi za mitumi, waangalie mateso waliowapata. Some Nabii Allah Ayub, maradhi alokuwa nayo, ingawa baadhi ya riwayati zimezidisha, zataka kupijwa msasa. Manake wanena paka watu walikuwa wakimkimbia, zile ngozi zake zilipokuwa zikioza na mai yakitoka, yale majeraha yalipokuwa yakitawanya mai, mpaka ile harufu mbovu walikuwa akitoa mwili, watu wakimkimbia, ambao baadhi ya wanazuoni wetu wakataa hapa. Sema kuna sampuli ya kuzidishwa zitu kama hizi, wala haina haja ya kuongeza ziungo ati watu wakamkimbia watu wote, mpaka mke wake akamkimbia akaenda katupwa majangwani, mpaka Mwenyezi Mungu akautoa ule muyungu sijui ni mtikiti mayani yake yakaya. Lakini ala kulli hal, maondo alopoa Nabii Allah Ayub si ya mwanadamu kuyaweza 10% wa kawaida kuyabeba maondo yale. Tungelitoka zipimoni sote. Mwangalia Nabii Allah Yahya, mtumi wa Mungu, kipendi cha Mungu, afika wakati mwanamke kahaba akifanya kito chake ndio mahari chatiwa kwenye tasa. Kwani Mungu ameshindwa kupasua ulimwengu huu na kuuangamiza wote? Wale wanenao yao, Mungu naye haioni hii Amerika, au Mungu nao hawaoni hawa Mayahudi namna wao watu wapiji kimondo kimoja yao wakaenda asfala safilina. Wewe umefahamu makosa sunna ya maisha. Wewe ukiona vijana hutindwa Palestina yao, ukiona vijana huwao, mitumi wa Mungu wametindwa, zitwa zao zimetiwa kwenye matasa, wamepekwa mahari.
wala Mwenyezi Mungu hakuteremsha kimondo wala nini. La, Mwenyezi Mungu ataka tupambane, ni maondo. Sasa kikiteremka kimondo wameangamizwa Mayahudi wote. Jihadi tumechangia nini sisi katika jihadi? Tumepigana nini? Na tungelikuwa tuna haja gani kesho ya fadhila za ule shahidi akifa na mwenye thawabu, paka aya zatuambia wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Ingelikuwa sasa kwa wanywa tikiti za bure za kwenda peponi. Pambanani, Mungu hayakumshinda, lakini itimu sunna ya maisha katika dunia, tupambane. Watu uwe tuwaue, sio kushinda tu. Sisi twasikia utungu na wao, isipokuwa tofauti ni ile Mwenyezi Mungu atuambia in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Ikiwa mwasikia utungu, wao pia wasikia utungu kama mnavyosikia utungu. Hapo hakuna tofauti. Lakini tofauti iko wapi? Tofauti sisi hatuangalii hapa duniani, tuangalia ma ba'da al-maut. Ndio Mwenyezi Mungu akamaliza haya nena watarjuna, matarajia nyinyi kwa Mwenyezi Mungu ma la yarjun, wasiotarajia wao. Ndipo pale katika Uhud, nisitoke kwenye mada lakini zitu ni muhimu niziweke sawa. Abu Sufyan alipokuwa Huirabi, baada ya kuwa kwa mantiki ya mushrikina wameshinda katika Uhud, wamemuua Hamza, akawamwambia ya Muhammad al-yawm bi yawmi Badr. Yani amwambia tumeikomboa kwa lugha zetu, amwambia leo ni kwa siku ile ya nini, ya Badr. Siku ya Badr mlitutengeza, hususan katika Abu Sufyan, manake babake Hindi Utba aliuawa, nduye Hindi aliuawa, khali yake Hindi aliuawa, ndio Hindi akaweka nadhiri paka ale ini la nani, la Hamza. Hata pale alipopiga ondo Hindi kwenye mwili wa Hamza akimwambia Wahshi mpasue huyo, ana maneno alimkhutubu Hamza akimwambia atadhkuru qatla abi, atadhkuru qatla akhi, atadhkuru qatla ammi, wakumbuka ulivyomuua babangu, walikumbuka ulivyomuua ndugu yangu. Sasa wale walikuwa wenda kukomboa, sasa yani tumeshuka sarka. Abu Sufyan sasa amwambia ya Muhammad al-yawm bi yawmi Badr. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akaamrisha mwenye kujibu anjibu, akamwambie la, hatwendi sarka, mwambie qatlakum fi nar wa qatlana fil janna. Mwambie la, hatuko sarka, nyinyi mumetuua kweli leo na sisi tuliwaua siku ile, yani kumeshuka sawa. Mwambia la, walokufa katika sisi wendao peponi, walokufa katika nyinyi wendao wapi? Wendao motoni. Vipi utatuweka sawa? Qatlakum fi nar wa qatlana fil janna. Ndio hii watarjuna min Allahi ma la yarjun. Kwa hivyo duniani ni mahala pa sharia, pa kusumbuana, pa kukerana, kila sampuli nani. Ibilisi kwa upande wake, mwanadamu kwa mwanadamu upande wake, zitimbi nini. Ndiyo sunna ya nini, ya maisha. Na yote haya ni katika kutupima sisi na kutufanyia mtihani. Lakini siku ya akhira, baada al-maut, hakuna tena sharia. Hakuna sharia zikuendeme swali, funga nini, hakuna maondo. Hata kitwa cha ushi simwende wenye kunena, hata kitwa cha ushi, kiwa kitwa cha ushi yani kile cha kukua hairi kwa hapa mbali, pengine cha chai, ukasikia mtu sikia kitu anafikiri ni cha chai hiki. Hakuna hata mwiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi kwa wale ambao tabani watakao kufanya vizuri wakapungia peponi, ni raha tupu, hakuna nafasi ya dhiki aina yoyote. Sasa tukizielewa zitu kama hizi, ndivyo tumfahamu Mtume alipotuambia al-mautu awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazili
ad-dunya. Hivi ndivyo twenda. Nini mauti? Kuna zitu ziko wazi kwa wanadamu, hata ambaye hakwenda nasari sawasawa ya alfube au ya ABCD azielewa zitu kama hizi. Kimtajia kila mtu sasa, ukimwambia maana amekufa nini, kila mtu ataelewa. Ukatangaza bwana mtangaziwa fulani amekufa, fulani maskini wallahi, si utatanena, kila mtu ashafahamu amekufa. Lakini pamoja na uwazi wa neno hili, uhakika wake haujulikani. Tasema tu huu mwili umekufa. Huyu yana tulikuwa tukimwamkua fulani, leo tuamwamkua nani? Marehemu. Sima ndio wenye kunena mara nyingi mpaka utasikia watu, maiti imetoka nyumbani, maiti imetoka msikitini. Ule tunamkua maiti ni dakika tu. Kama yuzi imesikia kiswa cha kusikitisha cha ule dereva ule kwenye gari, pata matatizo, akawa yuarudi na gari, ampigia simu ukhti yake Mombasa, sijui ni Malindi, amwambia bwana la, mimi nimerudi na nia kufuturu kwako. Baina ya kumpigia simu tanboy ni lori, akawa ameshuka sijui kwenda kufanya nini, akirudi amdirika kinya, amsuka suka mpaka akamkua mkuu watu, kama alifanya kurengo ule tanboy, akamkua mkuu watu, atakwambia huyu ashakufa. Ashakufa. Sasa angalia athari, ule ndui atapo habari namna gani. Handa kukata simu, amwambia mimi safari yangu huku, toba hakufanya accident wala gari haikupunduka wala kupata chochote. Usimeme na gari ule tanboy ameshuka sijui enda kufanya nini, ukezia kwenye kiti chake, akirudi mdirika amekufa. Ampigia simu ukhti yake, amwambia bwana fulani amekufa, amwambia la, handa kuzungumza naye, na mimi amenipigia simu kwamba safari imemharibikia, urudi na uyao kufuturu kwangu. Mambo yamezuka, yametokea yuzi kabla ya yuzi. Ni nini? Kulikuwaje? Haya mambo hayako wazi. Kwa kadri wataalamu wamejaribu kuingia, watakwambia tu kuna nguvu fulani, kuna haraka fulani iliyokuweko katika cells za ule mwanadamu imepotea, ndio mtu amekufa. Ilikuwaje ikapotea? Hata kuna wataalamu wa kimagharibi 200 wana kitabu wamekitunga, huitwa 200 jawab an haqiqatil maut, majawabu 200 kuhusu hakika ya mauti. Wao 200 na kila mmoja amejibu kwa upande wake, lakini ukizisoma ima utaona husoma kama zitandawili, ama utawaona hukuregesha pale pale ukabaki ni nini, hujapata jibu. Kwa kadri ambavyo hawajaweza kuyafahamu maisha ni nini, alhayati ni nini, ndivyo kwa kadri ambavyo hawajaweza kufahamu mauti ni nini. Na Mwenyezi Mungu amejibu katika Qur'ani katika masuala nilieleza katika kuifasiri suratul Kahf. Makureishi waliposhindwa kupambana na mtumi na maadui, walifunga delegation ikenda kwa Mayahudi, sijui wengine wakaenda Sham kwenda kujifundisha, wakapoa maswali waende wamuulize mtumi, akijibu haya ni mtumi kweli. Wapole wayasalunaka an dhil qarnain, moja ni hilo walimwambia wamuulize. Katika maswali walioambiwa wamuulize ni hili, wayasalunaka anir ruh, wakuuliza wewe ya Muhammad ni nini ruhu. Taban tutakapokufahamu ni nini ruhu ndio tutafahamu ni nini maisha, na tutakapokufahamu ni nini maisha ndio tutafahamu ni nini mauti. Wayasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa nafakhtu fihi min ruhi. Ile ni nguvu fulani inaotupwa na Mwenyezi Mungu katika kile kiwiliwili, ambayo hakuna awezao kuielewa na itabaki ni kitandawili. Sijui baadaye elimu itatufikisha wapi,
lakini mpaka sasa ni kitandawili, hakiyaweza kujulikana, na ayuwao siri hii ni Mwenyezi Mungu peke yake, ambao ndio aloiumba hiyo ruhu. Quli ruhu min amri rabbi. Sisi tutanena kulikuwa kuna nguvu fulani katika ule mwili, nguvu ile iliondoka, ndio ule mwili ukafa. Wanazuoni wa dini wasema mauti ni kitendo cha kupambanuka kati ya ruhu na mwili. Mwili mwanadamu ametengezwa kwa viungo viwili, ni qabdhatun min turab wa nafkhatun min ruh. Qabdhatun min turab, ile alotuma Jibril aenda katukue mtanga asinyangwe Adam. Qabdha ni kunda, kama wewe ukapiga au ukashika, kile ushikacho mkononi ni qabdha. Ni qabdhatun min turab wa nafkhatun min ruh, ile wa nafakhtu fihi min ruh. Sasa hizi viungo viwili zikitangamana, ruhu peke yake haifanyi kazi bila kupitia mwili, na mwili peke yake hauendi bila ya kuwa na nini? Na ruhu. Kwa mfano tu leo wewe, kwa mfano wa spaki, sote tukubaliana nguvu ya umeme si waya, si zile waya ndo nguvu ya umeme, wala si huu muandi, wala si hii feni. Lakini hebu nionyeshe waweza kuitumia nguvu ya umeme peke yake ikuetee taa, ikuetee mwangaza, ikuetee upepo, ikuetee baridi, ikuetee joto? Nguvu peke yake ya umeme. Nguvu ya umeme iko na yafanya kazi, lakini haifanyi kazi mpaka kupitia material. Uwete umeme, usambaze, utie kwenye waya, hata kuugurisha mpaka uugurishe. Sijui kama kuna siku nao utarushwa kwa madishi. Simandia jamaa wakwambia kumeitwa madishi ya spaki. Ala kulli hali, mpaka upitishwe kwenye nini? Kwenye waya, uwetewe mpaka hapa. Sio kisha kuwetewa zile waya huya hutoa umeme, kumekuwa na mwangaza, mpaka ukafunge nini pale? Gulopu. Mpaka ukafunge feni lizunguke ndio likupe nini? Upepo. Paka ukafunge condition ndio ikupe nini? Baridi. Paka ukafunge heater ndio likupe nini? Kwa hivyo ile nguvu ya umeme haiwezi kufanya kazi bila ya kupitia material, na material peke yake haiwezi. Feni peke yake haizunguki ukitoa switch kuipa nini? Nguvu ya umeme. Ndio mwili wako na roho. Tofauti tu, nguvu ya umeme yatengenezwa pale na zile mashini na dynamics sijui na nini zinazozaa, na nguvu ya ruhu yatoka kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja aliponena wa nafakhtu fihi min ruhi. Sasa siku ya kufa ni Mungu huitoa ile ruhu katika ule mwili, hupoka ule mwili ile nguvu, kama wewe unavozinya swichi kuipoka gulopu ama feni, ile nguvu ya umeme unayoipa. Walillahi almathalul a'la, hatufananishi na Mwenyezi Mungu. Lakini pale unapozima wewe pap, ukaziona taa zote zimefanya nini? Zimezimika, na ile mwandi uko na ile feni liko limesimama, ukajiuliza ni nini kilichopotea pale? Ni ile power imeondoshwa, ndipo tukafa. Na haya ndio huwa mkuli wa mauti. Kwa hivyo almaut wanavyoyaarifisha ni infisalu ruhi min aljasad au anil jasad. Mauti ni kupambanukana ruhu na nini? Na mwili. Na mwili haufanyi kazi bila ya nini? Bila ya ruhu. Mauti ni sunna, imewekwa kwenye huu ulimwengu, hakuna atakaye kutoka. Sote tutapita, hakuna ndia ya kukimbia. Peke yake ndia ya kukimbia usife ni moya peke yake, ni usizaliwe. Usizaliwe katika hii dunia. Fanya bidii usizaliwe, wala usiweke maguu yako katika dunia hii.
baada ya mtu kuweka maguu yake katika dunia hii akaingia katika ulimwengu huu, atahukumiwa na kanunul maut ambayo haimvui yoyote atakaikuwa. Mwenyezi Mungu atuambia kullu nafsin dha'iqatul maut. Kull qaida amma, kullu nafsin, kila kiumbe, hakuna atakayekuvuka, wataonda mauti. Katika aya nyingine amwambia bwana mtumi, innaka mayitun wa innahum mayitun, wewe utakufa mtumi Muhammad, wewe utaonda mauti. Ikiwa utaonda wewe, kuna lobakia? Na wao wote watayaonda, sababu ndio ashraful khalq, ndio a'azzul khalq, ndio ahabul khalqi ila Allah. Kama alikuwa Mungu ampenda kiumbe na atamtoa kiumbe kwenye mauti kwa sababu ya mapenzi, ingelibidi atolewe nani wa kwanza? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika aya nyingine amwambia kullu man alaiha fan. Hizi aya tuzisoma kwenye talqini, kwenye nini, ikitufahamisha sisi kwamba kanuni ya mauti ni kanuni ya wahukumu ziumbe wote, hakuna atakaye kutoka. Ali bin Abi Talib alayhi salam asema, lau anna ahadan yajidu ila albaqa'i sulama au lidaf'i almauti sabila lakana dhalika Sulaiman ibn Daud alladhi sukhira lahu mulku aljinni wal ins. Lau kulikuwa kuna mtu aweza kupata ngazi ya kufikia kuishi milele asife, sulama ni ngazi, au aweza kupata kipengee cha kuyapinga mauti yasiye akayatatua mauti, basi angelikuwa mtu wa kwanza ni Nabii Allah Sulaiman ibn Daud. Sulaiman kwa nini anena alladhi sukhira lahu mulkul jinni wal ins, ambaye alisakhirishiwa utawala wa majini na wanadamu wote au majini wote. Sikiza, yeye alikuwa hawezi kuomba msaada kwao yao wasife. Majini wote humsikiza yeye, binadamu wote humsikiza yeye, wanyama wote humsikia yeye, paka tungu alikinena nao, paka tungu. Kila mnyama alikiweza, alifundishwa lugha za wanyama wote, au alipoa uwezo kuzungumza na wanyama wote. Huyu alikuwa na kila ndia, lakini alikufa na majini na binadamu na wale wanaodai husaidia watu wasiwe kamwe kama ameze kufa mtawala wao. Lau si mtwa alokula ile simbo mpaka ikaanguka, sio tunavyoelezewa alipokuwa amewaamrisha majini kuijenga Baitul Maqdis, akawa ametega simbo, ameiziwilia, amesimama. Majini huenda mbio wakiangata majiwe wakijenga, humcha ni ndio mfalme wao, ana uwezo, na alikuwa ana uwezo mpaka wa kuadhibu. Kalama amekufa kitambo na wao hawana toban. Na tukija katika nadharia, miili ya mitumi haiozi, si masala ya usiku mmoja wala masiku mawili, paka mto wameungia ile simbo wamezoitegemea, wameila papi imeteguka, ndio ewe huyu kalama hako kama ufie, habari hawana kama. Kwa hivyo ndugu zangu, simandia wazungu, no way. Tushaingia duniani, hakuna ndia ya kuyakimbia mauti. Mauti yatungoja sute. Lakini kwa nini twayaogopa mauti? Ikiwa mauti ni haya, ni nguvu ya Mungu iliyokuweko katika kiwiliwili ikaondoshwa, kama kuzinya swichi banka ikafanya nini? Ikasimama kwanza. Na ikiwa tutarudishiwa baada ya muda, ni kwa muda zitazinywa, kisha zitafanywa nini? Zitawashwa tena, kama tulivyoambiwa almautu awwalu manzilin min manazilil akhirah
wa akhiru manzili min manazili dunia. Ni safari, tumebreki tu Nairobi, tuendao Nairobi, tumefika Mombasa, tumebreki, tunakuja saa 4 usiku, tutapanda tena safari, tutaendelea. Ikiwa kweli ni Waislamu na tuyaamini mambo sampuli hii, kwa nini tubabaika? Sute hucha mauti. Kimtaia mtu mauti na mara nyingine kujaribu kuipurukusha, hataki kama kuyafikiria, ambapo kuyafikiria mauti ni ibada. Kila ukiweza saa zote kukumbuka mauti ni ibada. Ni kama kushika tasbihi ukanena astaghfirullah, ukiweza tu kuyahudhurisha mauti. Na kila mauti yakitoka kwenye akili zetu ni hatari. Ni maana ya katika safari yetu. Yabaki safari ya nini? Ya duniani. Ikibaki ya duniani tutaifahamu dunia makosa. Watu wanaoogopa mauti ni kwa sababu moya zifuatazo. Katika moya, imma ni aljahlu bihaqiqati almaut. Ya kwanza ni kutoelewa maana ya kufa, au ni kuwa na fikra tofauti na kinyume za maana ya kufa. Kila anaofikiria kufa ni kukosekana, kufa ni fana, ni kutoweka, kufa ni kupotea, bila shaka atakuwa na hofu ya kufa. Sababu yaona kufa ni nihayatul mataf, simande wenye kunena, ndio mwisho wa safari, ndio alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa yafikiria mauti namna hii, lazima uyaogope, na una haki uyaogope, kwa sababu kila mtu hucha mwisho. Yani mwisho tu, hakuna tena kama yao umetumia senti zako, umebakia 1000, umebakia 100, yao umebakia 10, unena alhamdulillah, kukuta kibengi cheupe. Adamun maha, kuna atakao adam, tusidanganyani, kuna atakao kuwa hana kitu mfukoni. Masala yamekuwa hayakuwa masala mbali, hakuna atakao. Tabia ya mwanadamu atakawe nacho wala hatakimalizike. Ikiwa pesa hutakizimalizike, ikiwa nguo uipendayo hutaki iwe tambara, furuhu yako hutakimalizike. Sasa mahala pa makosa pa kwanza tunapokwenda kuyaogopa mauti ni pindi tunapoyafikiria mauti kwamba ni kumalizika na hakuna kitu baada ya hapo. Dakika 2 tu niwasomee baadhi ya riwayat. Al-Imamu Aliyul Hadi alayhi salam alipoa habari mmoja katika ashabi zake ni muwe, pauliza fulani simuoni, akaambiwa ni muwe sana, una maradhi. Akaipanga kwenda kumwangalia, kumzuru muwe. Hii ni mzuri sana, inshallah tutakuwa kuizungumza katika amali zinaosaidia kaburini, katika amali zinaosaidia katika sakaratul maut. Moya ni kutembelea wagonjwa, iyadatul maridh. Imam, lakini sipo nitakapo hapa mimi. Akaenda kumzuru. Alipokwenda akampata ule bwana kama ambao kwamba ashajiona yeye uko katika mwisho na hulia, na akamwona ana athari za kubabaika kama yu wababaika. Akamuuliza, mbona wababaika hivyo? Akamwambia ni mauti. Mauti haya. Mama akamwambia, la, mauti haistahiki kubabaike. Huku akivuta kauli akamwambia, ya Abdallah, mja wa Mwenyezi Mungu, wajua kwa nini wewe yaogopa mauti? Takhafu min almauti liannaka la ta'rifuhu. Hii sababu nayoitaka. Wayaogopa mauti kwa sababu huyayui. Aljahl bihaqiqatil maut. Kisha akatoa hadithi ndefu akamwambia, wewe hujatamani ukawa uko mchafu, nguo zako chafu, yani watu wakakibaruani nzima mavumbi, ukatiwa kwenye choo, ukapigwa mabrashi, ukasuguliwa, ukatoka mweupe na nguo zako zikafuliwa, utamani namna hii? Akamwambia natamani sana. Akamwambia ndicho kitendo unachofanya wewe sasa. Yani wewe watayarishwa, wagurishwa kupekwa kwenye ulimwengu mwingine ambao ndio Mungu ametuumba kwenda huko. Na haya niliwaambia, ule kijana wakati azaliwapo huiyuta kuingia pale matumboni. Ule kijana wakati
Usione dharubu hupata mama tu, na ule kijana pia kiasi fulani hula dharubu, sababu ile ndia yapitayo si ndia ya kawaida. Ni sharti ya push na zile zite na kufinywa, ndipo pale hapo kapija na ukee. Sasa ile sampuli azaliwa ule kijana na anavyoona fadhali kama sikuumbwa, lakini akia duniani hunena kweli mambo mazuri hapa duniani. Ile ni dharubu katiti, tulikuwa dakika 5 tu kupita pale, sio? Ndivyo sisi tutakavyokuwa katika kufa, twagura, na katika kugura kutoka kwenye mahala kwenda kwenye mahala hakui rahisi, ndia za dharubu kupita. Na hii miili saa nyingine sharti itayarishwe kuweza kupokea maumbile ya kule. Ndio ile imamu anena kutiwa choni, ukafuliwa, ukapigwa brashi, ukasuguliwa. Kwa pengine miili hii tukaenda nayo itakwenda kuoza, na kule tunataka kwenda katika ulimwengu sampuli nyingine. Ndio mwambia upendi mambo, akamwambia basi ni mauti yako sampuli hiyo. Mwisho namaliza hii nukta, na kama kesho ninacha kujaza. Imam Hussein alayhi salam alipokuwa awaambia masahaba zake sasa waendao kwenye mauti, aliwaambia sabran banil kiram, subirini wana wa watukufu. Famal mautu, sikizani amani, famal mautu illa qantara, mauti ni bridge, kama bridge unaovuka wewe hapo enda Umanda. Famal mautu illa qantara ta'buru bikum anil bu'si wadh-dharra'i ila al-jinani al-wasi'a wan-na'imi ad-da'ima. Ni bridge, tena bridge ya kutoa kwenye tafash, ya kutoa kwenye dhiki, ya kutoa kwenye balaya, ya kupeka katika sehemu za mabustani na starehe na nini. Fa ayyukum, Imam auliza suala, na ile swala sote tofaa tujiulize nafsi zetu. Fa ayyukum yakrahu, ni nani katika nyinyi leo atakuwa hataki ana kijumba chake cha uongo, tumwambie serikali imejenga flats nzuri kweli kweli na imeamua kukugurisha kwenye kijumba chako cha uongo uende kule? Nani takata? Palace kazia kwenye kijumba ambao umeinama hiao, sawa, paka hapa pala la makuti liao yeo, kukiruka dharba wewe matumbo hukuzunguka usiku kucha hulali, kisha uambiwe la toka bana, ile la mupalasi iliyoko pale umepoa yako gura hapo. Kuna mtu takata? Imam Hussein atuuliza maneno haya, fa ayyukum yakrahu an yantaqila min sijnin ila qasrin, ni nani katika nyinyi anayekataa kugura kutoka kwenye jela na kwenda kwenye palace? Ikiwa wakataa, kwa hivyo umeifahamu makosa hii safari, au umeyabadili mambo, umeifanya dunia kwako ni palace na akhira ni nini? Ni kijumba cha uongo. Hapo utaiza kwenda, kwa sababu hukuyatayarisha mambo mazuri kule. Ndio mwisho akamaliza akimpokea bwana mtume akinena, inna dunya sijnul mu'min, dunia ni jela kwa Muislamu, wa jannatul kafir, na ni pepo kwa kafiri, wal mautu jisru haulai ila jannatihim, na mauti ni bridge ya hawa waumini kwenda katika pepo zao, wa jisru haulai, na ni bridge ya hawa makafiri ila jahimihim, kwenda kwenye jahannam yao. Mtume kisha mwisho asema, ma kadhabtu wala kudhibtu, sijawahipo kunena urongo wala sijawahipo kuambiwa nimenena urongo. Sio tu sijanena urongo, hata wasonipenda hawajasubutu hata siku moja kuniambia mimi ni nani, ni mrongo, walikimuita ni as-sadiqul amin. Kwa hivyo kwa kadri mnavyoamini sijanena urongo na wala sijawahi kunena kuambiwa nimenena urongo, aminini kwamba hapa tupo tu, twasafiri na kesho tuna mahala twenda, na tuwe na uhakika kwa kadri tunavyokuwa na uhakika na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi.